Sasa ni asubuhi nyingine matata hapa, tunampata hapa anaitwa Paul. Huyu jamaa alikuwa anakuja tambulishwa kwenye hii nyumba yake mpya ambayo jamaa alikuwa anataka kuinunua. Sasa nyumba akawa ishampendeza. Ile wakiwa wanapiga story na huyu jamaa kwa kushapita bidada fulani. So mwamba kauliza, "Yule nani?" Huyu jamaa akacheka mbea, "Utajua tu. Sasa ndo mgeni hapo, utajua kila mtu, sasa usifanye haraka." Haya, so baada pale wakaongea pale. So baada muda jamaa akawa shajichenga huku upande wa ndani. Jamaa kufika huko ndani alikuwa anafurahia mazingira yako safi, yani alikuwa amepapenda kiufupi. Sasa tunapofuata jamaa alikuwa anatembea tembea, sio unaelewa, ni mgeni paka zoezoe mazingira. Mara kama una tena yule bidada. Jamaa kasimama kama dakika 2 pale akamcheki. Mtoto anakuwa mkali vile. Alikuwa anajisemea kwa moyo wake alafu akawa shachimba. Sasa tunatupwa baadaye tunampatia bidada akawa ameitwa na mama kaambia, "Hem, njoo hapa kidogo." Bidada alipofika pale mama kaambia, "Mbona unapenda kuvaa nguo za kiume? Si ukae kama mwanamke." Mshua. Tusikosane. Unajua waingia kwenye rada zangu. Mimi sifagilie mambo yako. Umenisikia? Niache nifanye nataka. Mambo yako kunaambia navaa nguo za kiume, mimi sifagilie, umesikia? Sawa basi kama umekataa, lakini nataka utujoin baadaye, mimi na dadako tuenda kufanya massage, utaenda? Mshua, nimekwambia achana na mimi bana. Mimi nafuata mambo yangu. Mama kao bidada alishangaa, ni mtoto gani mbona hata nisikizi? Si nyingine natutupa tunapata bidada akiwa anapeleka baskeli, mara gari iko inakuja mbio, akaacha baskeli akawa ashajishenga mbio. Kumbe mwenye gari alikuwa ni Paul, akawa ashatoka, "Samani, wewe ulikuwa unataka kuniua?" "Samani, sikuwa nimekuona." After pale wakawa wameongea hapa, wakaambiana majina. Bidada akamwambia huyu jamaa alikuwa anaitwa Jane, na huyu jamaa pia akawa amemwambia mimi naitwa Paul. Wewe akasema mimi ni mgeni, ambia karibu kwenye mtaa wetu. Sisi ndio wenyeji wa huko ambao venye unatuona. Sasa siku iliyofuata tunampata huyu jamaa ambaye anaitwa Ibuka. Huyu jamaa alikuwa ametoka zake Amerika, amekuja zake Lagos. Sasa alikuwa anamuulizia jamaa kuhusu heartbreak ambayo alikuwa alipigwa huko, paka akaona akikaa huko itakuwa kesi, anaweza kuna sumu ama akajiua akafa kwenye nchi za watu, ndio ikabidi adichenga aje huko. Jamaa akawa anacheka kinoma noma. Jamaa akamwambia, "Basi mimi pia nimpata dem fulani huko nimemkubali." Jamaa akamwambia, "Yaani wewe unataka kuingia kwenye hizo anga za mapenzi? Sisi tumetoka ndio unataka kuingia?" Ambia, "Nataka kuingia lakini sijamwambia kama nampenda." Sawa. Movie na tutupa scene nyingine hapa, tunampata jamaa Paulo alikuwa ameenda zake supermarket, mara akaona wao kina Jane. So akawa amekuja wasalimia, alafu jamaa alikuwa amemwomba namba ya simu Jane hapa, lakini Jane akawa shakunja, sema message pia na namba yangu. Lakini dada yake Jane hapa anaitwa ID, akawa shampatia namba yule mwamba bana. Jane alichukia kinoma noma, akasema tukifika nyumbani utanitambua. Kufika nyumbani akawa anamfukia dadake, "Odoa asifagilizo pigo zako za kishamba shamba, unapeana pena namba yangu kwa wanaume. Wale ni wanaume wenzangu." "Wanaume wenzako kivipi? Wewe ni mwanamke tu, acha kujifanya mwanaume." "Wewe sijapenda hizo pigo zako, umezengua kinoma." Haya, tunapo baadaye hapa, huyu bidada kwa jina la Jane alikuwa anafanya kazi kupitia hii laptop yake, mara akawa shapigiwa simu na mwamba Paul. "Yaani wewe kumpewa namba yangu tayari umeamua nipigie?" Ndio mwamba akamwambia, "Silikuwa nimekupigia ili nikujulia hali na nini hapo, tuafani kidogo." "Kwa fani ndo nini bana? Mimi sifagili hivyo vitu hivyo bana. Wewe sema umenipigia ili uniambie nini?" Jamaa akamwambia, "Alikuwa naomba kama kesho hautakuwa busy uje kwangu ili tupate chakula cha mchana, vitu kama hivyo." Bidada akawa shakubali. So tunatupa siku iliyofuata, jamaa ndo akawa anamwandalia huyu bidada chakula. Huku tunatupa kwa yule bidada wetu kwa jina la Jane, akawa anajitayarisha. Dadake akawa anamuuliza, "Sasa unajitayarisha leo uende wapi?" "Naenda kwa yule mwamba amenialika chakula cha mchana." "Ushazama tayari." "Nimezama wapi?" "Umezama penzini hivyo." "Kwani mtu akaenda kula lunch tayari amezama penzini?" Mapenzi yanaanza hivyo, yanaanza kama utani. Huku baadaye bidada ndo akawa shafika kwa mwamba pale, akawa wamesalimiana pale. "Ambia hapa ndo kwako?" Jamaa akamwambia, "Hapa ndo kwangu." Bidada akasema, "Ni pazuri." "Sawa, unaweza ukaja hapo ukapata chakula." So akawa uko pale wanapata chakula. Bidada alikuwa amemsifia mwamba kwa amepika chakula kitamu, yani ni mpishi hodari. Jamaa kwa anachekea tu pale. Yani kiufupi huyu mwamba Paulo alikuwa shampenda bidada. Lakini sasa huyu bidada yeye anasema pia yeye naye ni wa kiume, so anataka mwanamke pia yeye. Kwa hivyo sasa sijui kama Paulo atampata huyu, yani atafanikiwa kumbadilisha paka wa mpenzi wake, mimi sijui. Acha tuendelee kuangalia movie tuone kama uko mbele kutakuwaje. Sasa baadaye after huyu bidada akiwa amerudi zake nyumbani, mamake akawa anamuuliza, "We, umetoka wapi wewe?" So dadake akawa anasema, ametoka kwa mpenzi wake huyo." "Mpenzi wangu ndo nani huyo?" "Wewe afu wewe dada, unajua mimi sifagilie mambo yako. Unaombea bana. Hizo ni pigo za kina Joma Lokole unaniletea mimi." Lakini kiufupi mamake Jane alikuwa amefurahishwa na kile kitendo. Maana yanapenda sana mtoto wake badilike awe kama mwanamke. So kana muuliza mtoto wake, "Kweli anatoka kwa mwanaume kweli?" Ubile akasema, "Ndio. Tulipata naye kule supermarket, akawa amemwomba namba, alikuwa hataki kupeana, lakini nikampatia cha lazima." Basi itakuwa sawa. Sasa huku tunatupoka huyu mwamba wetu kuendelea
Paul akiwa amepata na rafiki yake kwenye la Ebuka. Sasa walikuwa wanapiga story pale. Sasa akawa anamuelezea kuwa huyo demu ambaye jamaa anamtaka ni tomboy. Jamaa akawa amekuja keti hapa karibu. Wewe unasema nini? Yaani umeamua udate na mtu ambaye ni tomboy. Yaani tomboy. Akawa anamuonesha tu na mimi mikono. Jamaa akawa anacheka tu hapa kishenzi. Ambia, "Sawa, acha tuone kama utafanikiwa. Mimi nakuombea lakini ukaribie kwenye huo ulimwengu wa kuumizwa, maana mimi nishachana nao mambo." So after pale jamaa alikuwa shamba mkono akamuaga. Sasa huku baadaye usiku huyu mwamba alikuwa anafikiria yule bidada kishenzi, akaona isiwe kesi acha ampigie, lakini yule bidada simu yake ilipokuwa inaita hakuokota. Bidada akasema huyu jamaa anasumbua kweli. Akawa shachana naye. Sasa tunatupwa siku iliyofuata hapa tunapata huyu mwamba alikuwa ameleta zawadi kwa huyu bidada wetu Jen. Lakini Jen kuona ni maua na vitu kama vya kike akasema vya dadake. Dadake kupelekewa. Akaona sio vyangu, ndio vina dini dadako. Kwa vindu muona nani? Akamwambia vindu muona Paul. Bidada akachukua kaenda paka kwa Paul akaenda mgongea. Wasema, "Yaani ndio vipigo gani ambao unaniletea? Unaniletea maua. Mimi si nilikwambia mimi ni wa kiume. Na mbona nilikwambia mimi naweza nikaolewa na mwanaume. Mimi nataka nioe na mimi." Akashamrushia maua yake alafu bidada akawa shachimba. Jamaa alishangaa, "Huyu vipi hadi ni wa kiume?" Jamaa alisikia kuumia sana maana anampenda sana yule bidada yake kweli. Sasa baadaye huyu bidada akawa shamuulizia dada yake venye amefanya. Lakini dada akamwambia, "Si vizuri ambao umefanya, hata kama kitu ulikuwa hutaki ungempelekea tu na bila kumfokea na kumwambia maneno ya ajabu kama hayo. Hujafanya vizuri yake Mungu. Unafaa kumwombe msamaha." Bidada akafikiria, kweli sijafanya poa. Ilipofika usiku yule bidada kasha mpigia mwamba ili ajaribu kuomba msamaha kama atasamehewa, lakini jamaa simu naye akawa haokoti. Kwani ndo atakuwa kashachukia. Haya, tunatupwa siku iliyofuata mwamba akawa anafanya mapishi, mara mlango wako ukagonga. Kutoka ni yule bidada. Bidada akasema, "Samahani kwa vile nikufanyia mshikaji wangu. Usiwaze bana, zile kwa ni hasira. Wao niletea pigo ambazo mimi sifagilii. Ndio maana mimi nikaja nikakuashia moto." Lakini mwamba akamwambia, "Usijali. Mimi ndio mwenye makosa, mimi ndio kwa nafaa nikombe msamaha maana nikufanyia kitu ambacho haukupenda." So mwamba kama amemkaribisha ndani hapa, wakaa anapika huku, wanafana na nini hapa. Lakini ukaribu ulikuwa umeendelea kukua, japokuwa huyo bidada anasema yeye naye ni wa kiume, naye anataka kuoa hadi apate mwanamke naye. Noma sana. Sasa mambo yetu alikuwa amemuelezea bidada kuhusu mahusiano, akamwambia mimi nilikuwa nampenda lakini akanipiga heartbreak, yani aliniumiza nini, vitu kama hivyo. Akamwambia, "Usijali, wewe ni handsome boy, usiwaze." Yani bidada yote ambaye ni mrembo, ambaye anajitambua lazima asizike na wewe. Lakini mtu kama wewe, bidada akasema mimi ni wa kiume na wewe, sasa nitasizikadi na mwanaume mwenzangu. Baada ya pale kwa mpika chakula paka ashampatia bidada hapa, akaonja bidada ka amesifia kile chakula. Lakini mimi vile naona jamaa wetu ni kama atafanikiwa tu kumtuliza bidada na awe mpenzi wake. Lakini ili ujue kipi ambacho kitaendelea, kama jamaa wetu atafanikiwa, tutapatana katika simu itakayofuata. Mimi naitwa Sinza Boy na hii ni Bukuteni Recap TZ. Make sure umesubscribe ndo nitakapoachia sehemu nyingine uwe wa kwanza kuipata. So acha tuachie hapo kwa leo. Ciao.